بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل. وبعد. Ikhwani fillah, ndugu zangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, leo ikiwa tarehe 13 Januari 2025, tupo hapa msikiti Masjid Barza Ukutani kwa ajili ya kusoma maneno ya kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliyoandikwa na mwanachuoni Imamu Nawawi katika kitabu chake alichokiita kwa jina la Riyadhus Salihin, yani bustani za watu wema, min kalami sayyidil mursalin. Na tunaendelea katika kitabu hichi na bado tuko mwanzoni. Tupo katika mlango wa pili miongoni mwa milango aliyoiweka Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, mlango wa pili ambao unasema babu tauba. Mlango huu unazungumzia mtu kutubia, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tauba kama tulivyosema maana yake ni rujuu ila Allah biiqla'i anidh-dhunubi wa tarkiha, ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya mtu kufanya maasi na kujivua na madhambi yale na kuyaacha moja kwa moja, wa iqbali ila ta'ati la, na kuelekea sasa katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa fi'li ma amara bih, na kufanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Kwa hiyo ni muhimu sana, kwa sababu ni miongoni mwa vitu ambavyo, tauba ni miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha mtu kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hoja haipo kwamba wewe unampenda Mwenyezi Mungu. Hoja kuu ipo wewe upambane siku zote upate mapenzi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na viko vitu chungu mzima ambavyo sisi tukivifanya basi tutapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama kumtaja yeye mara kwa mara, kusoma Qur'ani kwa wingi, na vile vile katika huu mlango vile vile kurejea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema watubu ila Allahi jamia, na nyinyi nyote rudini kwa Mwenyezi Mungu, nyote kabisa. Tena jamia anatilia mkazo, nyote, asibakie hata mtu. Manake tuhimizane, iwe basi tena haya mambo tunayofanya tuhimizane kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tupo katika hadithi kama nitakuwa sikosei ya 19, wa ana Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, kutoka kwa sahaba huyu ambaye amepewa kunia ya Abdurrahman, ambaye jina lake Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake yeye na baba yake, wote hawa ni masahaba. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie juu yake, qal, amesema, inna Allaha azza wa jal, hakika Mwenyezi Mungu azz, mwenye nguvu au mshindi kwa tafsiri nyingine, wa jalla, na mtukufu, yakbalu tauba, anaikubali toba,
anakubali kurejea kwa mtu al-abd, kwa mja, ma lam yugharghir, kwa muda tu ambao itakuwa mtu yule hajakata roho. Ikiwa sasa wewe ndo unataka kukata roho, unataka kutoweka duniani, ukaanza ukasema sasa narudi kwa Mwenyezi Mungu, hapo huna nafasi hiyo. Nasema sehemu ya kukubaliwa toba ni muda wote, lakini muda huu toba yako haikubaliki. Kwa hiyo turudi kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa tuna nguvu, tuna uwezo, tuko vizuri, turudi kwa Mwenyezi Mungu. Tusisubiri tena pale wazee wanasema haya yalla yalla tema yalla yalla. ICU wanaita. Kama si sasa hivi baadaye. Tena ndo mtu tena ndo unaanza kutamka. Allah subhanahu wa ta'ala amefunga toba ya aina hiyo. Hadithi rawahu Tirmidhi, imepokelewa na Imamu Tirmidhi, waqala hadithun hasanun, na akasema hadithi hii ni nzuri. Imamu Tirmidhi anasema hadithi hii ni nzuri. الحديث العاشر حديث 20 وعن زر ابن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم. فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت إنه قد حك في صدري المس على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت هل سمعت يذكر في هوى شيئا؟ قال نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضض. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo yanapokelewa na sahaba Zir ibn Hubeish. Qala, amesema huyu, ataitu Safwan ibn Assal, nimemfuata Safwan ibn Assal, nimemfuata. Ataitu, ata manake amekwenda. Kuna ata na ata, ata na ata. Kuna a'ta manake ametoa na kwenda.
Ata amrullahi kwa maana imekuja amri ya Mwenyezi Mungu, na ata na bimaana a'ta, ametoa. Kwa hiyo ataitu Safwan ibn Asal, mimfata Safwan ibn Asal, as'aluhu anil mashi ala al-khuffain, namuuliza kuhusiana na kupangusa juu ya hofu mbili. Hofu mbili, na hofu mbili manake ukenda katika vile vitabu vyetu vya zamani anasema wal khawfu wal khifani mithlu al jazma, sema hofu mbili zinafanana na soksi, boot ya buti. Yani hichi ni nasema ni kiatu cha ngozi tupu ambacho kilikuwa kinavaliwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakenda katika safari zao refu na fupi, wanakuwa wanakivaa. Kwa hiyo Uislamu ukaja ukarahisisha, wakati umevaa kiatu hichi cha hofu, wakati unatia udhu wako, basi huna haja ya wewe kukivua kile kiatu. Ukishakutia udhu wako, ukifika kwenye sehemu ya kutia miguu, basi umeruhusiwa kupangusa juu ya kile kiatu. Kwa hiyo huyu amekuja kuuliza, kupata elimu juu ya matumizi ya hii hofu mbili, matumizi yake yanakuwa kuwaje. Na sahaba hapa si Zirri, sahaba hapa ni Safwan ibn Asad. Yeye Zirri ibn Hubaysh amekuja kumuuliza sahaba, akamwambia sasa, faqala, akamwambia ma jaa bika ya Zir, nini kile kuleta ewe Zir, umekuja na jambo gani? Kuna alama ya kuuliza hapa katika vitabu hivi vya kileo. Fakultu, nikamwambia ibtigha al-ilmi, nimekuja kwa lengo la kutafuta elimu. Na elimu inatafutwa, usisubiri elimu ije nyumbani kwako, utakuwa huipi nafasi yake. Maana wapo ambao Mwenyezi Mungu amewakadiria, wanakuwa wanapenda kwamba aje mtu nyumbani kwake amsomeshe. Elimu ina mihanga, inatakiwa uwe una mhanga, ujitolee, ndipo utopoipata. Na hiyo elimu ukijitolea we mwenyewe wote, wanachuoni wanasema kujitolea kwa kokote, basi hutopata isipokuwa ni labda nusu ya ile elimu. Je, ukiwa hujajitolea kabisa ndo hupati chochote? Kwa hiyo elimu ina mihanga, unatakiwa uitafute. Unasikia hapa, unaenda kusikiliza, pale unaenda kusikiliza. Naam, ibtigha al-ilm, nimekuja kutafuta elimu. Faqal, akasema innal malaikata, anampa faida, hakika ya malaika, tadau ajnihataha, huweka mabawa yake. Malaika huweka mabawa yake li talibil ilm, kwa yule ambaye atakuwa anatafuta elimu, humwekea mabawa. Nini maana yake hii kuwekewa mabawa? Anasema ridhan bima yatlubuhu, kwa kuonyesha malaika ameridhia kitendo hichi cha huyu anayetafuta elimu, amekiridhia, ni kitendo kizuri, anamwekea bao. Kama vile wazazi wetu wanapokutana na kijana, ambia unatoka wapi wewe? Unaenda wapi? Nenda chuo, nenda skuli. Barabara, hongera sana, jitahidi. Na pengine atamsindikiza akamwekea na mkono hivi, kijana anaona raha, wenyewe mzee kamwekea mkono hivi. Kwa hiyo anaridhia na kile unachokifanya. Lakini kama uridhii, wanasema anampiga Tanzania jeki. Ala, umeamboka some wewe, unaonekana forodhani sasa hivi. Tamuinua huku juu kwamba hakuridhia na unachokifanya, lakini kukuwekea mkono ile kuridhia. Na hawa malaika ni viumbe vyema, na kazi hii wamepewa, na unao wanatuombea dua. Ridhan. Fakultu, nikasema innahu qad hakka fi sadri, kwa hakika mimi imenitatiza kwenye kifua changu. Kuna tatizo, kama kuna kitu kinanitatiza hivi, sikielewi kiko vipi hii. Sasa jibu lake, kitu gani? Kinahusiana almasu ala alkhuffain, juu ya kupangusa hii hofu mbili. Hii inakuwaje kupangusa hofu mbili? Ndio nimekuja kuiulizia, kwa sababu Mtume hii kaitumia na kaamrisha watu waitumie. Kwa hiyo mimi nimekuja kuuliza nijue. Kuulizia huku kunahusiana baada al-ghait wal-bawl, baada mimi kumaliza kufanya haja kubwa
na baada kumaliza kufanya haja ndogo. Inakuwaje katika matumizi yangu? Nikisha kufanya haja kubwa na haja ndogo nifanye nini? Kuwaje katika kutumia hii hofu mbili? Ndo nzivue, nifanye vipi? Wakunta, na wewe ulikuwa, yani Safwan ibn Asal, wewe ulikuwa mra'an min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, ni mtu miongoni mwa masahaba wa mtume. Wewe ni sahaba wa mtume, kwa hiyo haya mambo unayajua. Nimekujia wewe. Fajitu, basi nimekuja, as'aluka, ninakuuliza juu ya hili. Fahal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'a, je, umemsikia mtume akizungumzia katika swali hili kitu chochote? Akizungumza katika maswali kama haya, ukienda chooni katika haja kubwa na haja ndogo? Anaulizwa sahaba. Qala na'am, akasema ndiyo. Kana, alikuwa anakusudia mtume, ya amuruna, akituamrisha sisi, idha kunna safra au musafirina, tunapokuwa kwenye safari, safari au musafirina, au wasafiri, tukiwa sisi ni wasafiri, alla yanzi'a khifafana, kwamba tusizivue hofu zetu, zile buti zetu tusizivue tukiwa kwenye safari. Tusizivue vipi? Anakusudia wakati ukifika wa kutia udhu, wewe tia udhu wako kamili. Ukishakufika kwenye miguu, usivue buti yako ile ukaukosha mguu, bali wewe unatakiwa upanguse juu yake. Hivyo ndivyo alivyokuwa akituelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Tusizivue hizi tukiwa safarini, 3 ayamin wa layalihinna, kwa muda wa michana mitatu na misiku yake, kwa maana siku 3 anatuamrisha tusizivue, tuendelee kutia udhu hali ya kuwa buti zetu tunazo, tunapangusa juu ikifika wakati wa kupangusa mguu. Illa, isipokuwa min janabatin, isipokuwa ukipatwa na janaba. Ukipatwa na janaba, hapo itabidi sasa uzivue. Lakini kwenye albaul, choo kikubwa, choo kidogo, wala ghaid, na albaul choo kidogo, wala ghaid na choo kikubwa, mtume alikuwa anatuamrisha tusizivue, tuendelee kupangusa juu yake. Lakini min ghaid wal baul wan naumi, lakini ikiwa tumekutwa na choo kikubwa au na choo kidogo na kulala, hatuna haja ya kuzivua. Janaba tutavua, lakini tukikutwa na mambo haya matatu hatuna haja ya kuvua, tunatakiwa tutie udhu wetu na tupanguse juu yake. Hiyo elimu anapewa tabiina na sahaba wa mtume. Fakultu, nikamwambia, hal sami'tahu yadhkuru fi hawa shay, je, umemsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza kuhusiana na mapenzi kitu chochote? Anazungumza maswali ya watu wanavyopendana, wanavyoishi kwa mapenzi. Umemsikia chochote akizungumza watu namna wanavyopendana, wanavyoshirikiana kwa mapenzi kabisa? Umesikia chochote? Qala na'am, kamwambia ndiyo. Mtume hakuacha kitu eti. Kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa pamoja na mtume, juu yake rehma na amani, fi safarin, katika safari. Tulikuwa katika safari. Fabaina nahnu indahu, pale tulipokuwa na yeye mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, idhnadahu al-a'rabi, tahamaki, akaitwa kwa sauti kali na bedui, kwa sababu nida manake ni kutumia wito, na wito unakuwa kwa sauti kali. Akaitwa kwa sauti kali na bedui, a'rabi bi sautin lahu jahwari, sauti ambayo ni kubwa. Mtume akaitwa na bedui, ya Muhammad we, kwa sauti kubwa, Muhammad we, kwa sauti kubwa. Bedui huyo, na bedui tena mnajua wanakuwa hawana nidhamu nzuri, kaita tu Arabi. Faajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sauti,
Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akamjibu nahwan, mfano min sauti, wa sauti yake kamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijua kuishi na watu. Wewe hapo tena kuja kuitoa huyu kijana vipi huyu? Ana adab, ana heshima, hajui mie ndevu zangu zote zishapiga weupe hizi. Analelewa na nani huyu? Lakini Mtume yupo katika kuwafunza maswahaba na kutuelekeza na sisi. Unayasoma mazingira ya mtu, unaenda naye. Akamwambia vile vile. Fakultu lahu, nikamwambia akaambiwa yule bedui, waihak, una nini wewe? Ughdhudh min sautik, teremsha sauti yako. Unajua wewe unamuita nani, unazungumza nani? Hebu teremsha sauti yako. Ughdhudh min sautik fa innaka inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika wewe uko mbele ya mtume hapa, huyu mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii imekuwaje kuwaje hata ikawa hivi? Maana huyu wanasema alikuwa hamjui huyu bedui, alikuwa anamsikia tu Muhammad, wewe Muhammad yuko hivi, sifa zake hivi, akawa anampenda, anasikia sifa zake, anampenda. Sasa siku miongoni mwa siku wako kwenye kikundi, tembea, anaambiwa huyo Muhammad unosikia ndo yule pale. Muhammad kila siku namsikia tu, leo ndo yule pale Muhammad. Yale mapenzi yake sasa ndo yule, kumbe huku anamkataa, usifanye hivyo. Anambia tulia, nimalize bwana. Kumbe ndo huyu. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyokuwa. Anasema ughdhudh min sautika fa innaka inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita, kwa hakika nuhita, hakika umekatazwa, an hadha, juu ya swali hili. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi, enyi mlioamini msiinue sauti zenu zaidi ya sauti ya mtume. Ikiwa unazungumza na mtume ikawa wewe sauti yako ndio iko juu kuliko sauti ya mtume, mbona ukizungumza na Bakharesa huzungumzi na hivyo basi? So mzee ndio hivyo, ndio mambo ndio hivyo, sauti ya chini. Au ukizungumza na wale matajiri wengine unashusha sauti ya chini. Lakini huyu akionana na mwanachuoni anaweza akamdharau kabisa. Huu si utaratibu jamani. Kila mmoja apewe nafasi yake. Kwa hiyo tumekatazwa na jambo hili. Mwenyezi Mungu anasema la tarfa'u aswatakum, msizinue sauti zenu fauka sauti nabii, juu ya sauti ya mtume. Na hii maana yake sasa hivi tunasema labda unaweza kujiuliza, sasa mtume sasa hivi hayupo, tunaishi mazingira yetu, mtume hayupo. Sasa ina maana hii aya inaendelea kufanya kazi na mtume hayuko mbele yetu? Ndiyo, inaendelea kufanya kazi. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumzwa, anatajwa, inasomwa historia yake, wewe unatakiwa utulie, usikilize, sio unainua tu, sio hivyo hivyo, hapana. Haya ni maneno ya mtume, si maneno ya yule alokaa labda kwenye kiti au alokaa mbele yako. Kwa hiyo yape heshima, usiyainulie sauti, usiyabeze, yape nafasi yake. Kwa hiyo inafanya kazi. Sio kusema mtume hatuko naye sasa hivi mbele yetu, hatuko naye, lakini maneno yake tunayo, sira yake tunayo, maisha yake tunayo. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kuheshimu nafasi ya mtume. Anaendelea, hadithi inaendelea, anasema ighdhud min sautika fa innaka inda wa qad nuhita an hadha. Faqal wallahi la aghdhud, wallahi siteremshi. Nishamuona nempenda, Allahi siteremshi. Imekuwa kama mlopoteana vile, mmepoteana au mmepata ajali. Mungu atusalim salama, nasallallahu salama wal afia. Kwa hiyo kulikuwa kuna watu wengi, kwa hiyo hata unazinduka, umeberuka tena unazinduka, vipi watu
nini, sogelea pale, vipi? Niko vizuri. Baadaye tena unasema mwanangu, maana nilifuatana na mwanangu, yuko wapi? Ali Makame Pandwe. Sasa hataki kuona yule mzee, baba anakuja mbio ile. Hakadha inakuwa namna kama hiyo. Kwa hiyo akasema la aghdhu, si teremshi. Lakini huyu ni bedwi. Faqala arabiyu, akasema yule arabi kwa kitendo chake kile, almar'u, jamani sikilizeni man, mtu yuhibbul qaum, humpenda mtu au hupenda watu, walamma yalhaqu bihim, na bado hajakutana nao. Kwa story tu humpenda mtu hata hajakutana naye. Kwa ndio hili lilonitokezea mimi. Namsikia tu sijakutana naye, tayari nimejawa na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hivyo ndivyo nilivyo. Akasema nabii sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume baada kusikia maneno yale, Mtume akasema almar'u, basi itambulike mtu, ma'a man ahabba, atakuwa pamoja na yule anayempenda, yaumal qiyama, siku ya kiyama atakuwa pamoja na yule anayempenda. Kwa kama wewe unampenda Mtume, basi utakuwa pamoja na Mtume siku ya kiyama. Lakini kama tena wewe unapenda miziki, unapenda mihadarati, unapenda mambo mengine, basi kwa siku ya kiyama utakuwa na wewe pamoja na hicho unachokipenda na huyo unaompenda. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha katika hadithi nyingine, asema almar'u ala dini khalili, mtu hufuata tabia za yule rafiki yake. Na akatumia neno khalil. Khalili ni mwandani. Mtu hufuata tabia za yule mwandani wake alomweka ndani. Kwa hivyo basi, falyanzur ahadukum, basi angalie mmoja wenu, man yukhalil, nani anamweka wa ndani, nani anamfanya rafiki. Kwa sababu ukimfanya rafiki utampenda. Kama ana matendo mabaya, maana yake utakuwa naye yaumal qiyama, utakuja kujuta. Mtume akasema hivyo. Fama zala yuhadithuna, hakuacha kuwa anatuelezea, anatuhadithia, hata dhakara, anaeleza nani? Safwan ibn Asal. Maana yake anaulizwa juu ya hili jambo hili, akawa anaeleza mpaka akatuelezea, hata dhakara, mpaka akataja baba mlango, min magharib, ambao unatoka upande wa magharibi, masiratu, mwendo, irdhihi, kwa mapana yake, unatoka upande wa magharibi, mwendo katika mapana yake, ukiyafuata yale mapana yale, au yasiru rakib, au mwendo wa mpanda mnyama. Mwendo wa mpanda mnyama, kuna mtu kapanda mnyama anaenda naye mbio. Sasa anautaja huo mlango, upana wa huo mlango anautaja, fi irdhihi, kwa ule upana wake, 40 ni 40, au 70 aman, ni 40, miaka 40 au miaka 70. Huo ni nini? Huo ni mapana ya mlango huo. Ni kwa mwendo wa kawaida, au akatumia neno, mtu kapanda kipando, anatembea, anaufuata upana wa mlango ule kwa muda wa miaka 40 au miaka 70. Anaeleza. Akasema Sufyan ahadu ruwah, Sufyan ambaye mmoja ya wapokezi, akasema kibala Sham, anasema hivyo wakati ameelekea upande wa Sham, khalaqahu Allahu ta'ala, amemuumba Mwenyezi Mungu mtukufu, ta'ala mtukufu, yauma khalaqa as-samawati wal arda, siku aliyoumba mbingu na ardhi, alimeumba mlango huo, maftuhan, uko wazi, mlango huo uko wazi, litauba, kwa ajili ya kuomba toba. Kwa ndo maana pale tunapoambiwa kwamba mlango wa toba ni mpana, yani wakati wowote wewe unatakiwa uombe toba, na unaweza kuomba toba usiku, mchana, asubuhi, wakati wowote, isipokuwa nyakati hizi mbili kwa mujibu wa hadithi. Siku jua litakapotoka kuanza magharibi kuelekea mashariki,
na ule wakati ambao unataka kukata roho ndo unataka kumba tu. Kwa hiyo hii yote ni kupigiwa mfano kuonyesha kwamba mlango wa toba ni mpana. Asije mtu akaudhikisha akaufanya ni mdogo. Kwa maana kama kuna story moja unaisikia anasema Kenya huko, alienda mtu mzima, enda msikitini, akaenda kuslimu. Mtu mzima beni pale kuja anajielezea, nimekuja kuslimu. Basi wanasema pembeni alikuwepo Muislamu mwingine pale, anasema ambia shekhe huyo simsilimishe. Asema usimsilimishe. Katumia ujana wake wote, sasa hivi tena kashafika uzeeni ndo anataka tena kuslimu, eti asisilimishwe. Mbona unaufunga mlango wa Mwenyezi Mungu? Hii ni nafasi yake, karealize huyu, hii ni hidayah ya Mwenyezi Mungu, mwachie. Kwa hiyo anaona huyu jamaa kajirapa kwenye ukafiri huko, dakika za mwisho ndo anataka ingie peponi. Hiyo ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuitia mkono wewe. Kwa hiyo hakadha. Kwa hiyo uko mpana mlango wa toba. La yaghluqu hatta la yughlaqu, haufungwi mlango huo hatta tatlu'a ash-shamsu min, mpaka uchomoze jua kutoka hiyo magharibi, kwa sababu mlango kasema min qibal, kutoka magharibi, upande wa magharibi. Likichomoza jua kutoka magharibi, hapo tena hakuna tena toba ambayo itakubaliwa. Hadithi rawahu Tirmidhi, hadithi hii imepokelewa na Imamu Tirmidhi, lakini si yeye tu Imamu Tirmidhi aliyoipokea, wa ghairuhu, na wengineo. Ukenda kuangalia vitabu utakuta hadithi hii wameipokea. Waqal, na akasema Imamu Tirmidhi, hadithun hasanun sahihun, hadithi hii ni hasanun, ni nzuri, na sahihi. Ni hasan, nzuri, na sahihi, na ni sahihi. Naam, tumeisoma hii hadithi na tupo katika mlango wa toba, na kuna maswali mwanzo tumetajiwa hapa, lakini penye lengo ni hapa kwenye huu mlango wa toba, na kuonyesha kwamba mlango wa toba ni mpana, una nafasi kubwa, bado mtu anao uwezo wa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote. Mwenyezi Mungu anapenda kukusikia ukirejea kwake yeye, tena na anafurahi mno. حديث 21 حديث يا 21 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملك رحمة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعله بينه أي حكما فقال قيسوا ما بين أرضين إلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوا أدنى إلى الأرض التي أراد قبضته الملائكة الرحمة
muttafaqun alayhi. Wa fi riwayati fi sahih fakana ila alqaryati salih aqrabu bishibri faju'ila min ahliha. Wa fi riwayati fi sahih فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي إلى هذه أن تقربي وقال قيسوا ما بينهما فوجدوا إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها. Hadithi tukufu kabisa, tuisikilizeni, ina mambo mengi hii makubwa kabisa. Wa Nabi Sa'd ibn Sinan, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba Abi Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume juu yake rehma na amani, qala, amesema, kana fi man kana qablakum, ilikuwa kwa watu waliopita kabla yenu. Mtume hapa anataja tukio yeye hajazaliwa, kabla ya ummati Muhammad. Ilikuwa hilo tukio limepita nyuma. Rajulun, kuna mtu, qatala 99 nafsan, ameua watu 99. Kuna mtu aliua watu 99. Fasaala, huyu mtu alio watu 99 akaulizia, an a'la min ahli al-ardh, kwa yule ambaye mjuzi wa watu wa ardhini. Nani alikuwa msomi? Akaulizia, fadulla ala rahibin, fadulla ala rahibin, akajulishwa yuko padri, yuko padri kule, we nenda. Maanake huyu anataka fatwa ya jambo lake, kashaua watu 99. Fadulla ala rahib, akajulishwa nenda kwa rahib. Faatahu, akamwendea, faqala, akamwambia huyu muuaji, akamwambia, innahu qatala 99 nafsan, hakika yeye ameua watu 99. Fahal lahu min tauba, je, anayo nafasi ya kupokelewa toba yake? Anauliza. Faqala, akajibu yule padri, la, hapana. Wewe ushaua watu 99 alafu tena uwe na toba? Kwa huyu mfanya ibada huyu hakuzungumziwa kwamba ni alim, ni abid. Mfanya ibada sio alim. Na hili ndo tatizo, kwamba wewe unaenda kuuliza, unataka fatwa kwa mtu ambaye unamuona anafanya ibada tu. Maana unajua nikienda msikitini pale, kutwa ninamuona yuko kwenye sunna, kutwa ninamuona mapema kafika, anafungua msikiti, mara anafanya hivi, sunna hazimpiti, mashallah. Kwa hiyo akija, bwana nataka mtu nimuulize swali, mtu mwingine anakuambia, yule msubiri amalize kuswali, swali lako kamuulize yule. Na wewe ukishakujijua, bwana mimi nafanya ibada tu, mambo haya ya fatwa na kutoa majibu, ambia hili bwana, hili si langu, subiri uende kwa wataalamu wakujibie. Sasa na yeye akaambia, wewe upate kitu, na wakati yeye si alim, ni rahib tu huyu. Na huyu rahibu wenyewe kwa mujibu wa Qur'ani pia ni makosa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kuwazungumzia hawa manasara, anasema waruhubaniyata, na utawa, waruhubaniyata nibtadauha, na utawa ambao wameuzua, ma katabnaha alaihim, sisi hatukuwaandikia kwamba ndo waishi hivyo, kwamba wajitenge. Manake utawa manake ni kujitenga na dunia, wewe na Mungu, na Mungu na wewe tu. Hutaki kufanya kazi, hutaki kula kizuri, hutaki kuvaa vizuri, unajitenga. Sasa Mungu hakusema hivi, na mtume akasema la ruhbaniyata ba'da al-yawm, hakuna utawa baada ya leo. Hakuna ruhbaniyata fil Islam, hakuna utawa katika Uislamu bwana. Watu wakajifungia, hataki kuoa, hataki kuolewa, hajipaki mafuta, huyo hafanyi lolote. Uislamu gani? Uislamu hauko hivyo bwana.
Kwa ni wa kimakosa kabisa huo. Kwa hiyo akaenda kule na yule akatoa fatwa na hali ya kuwa anajijua kwamba yeye si nafasi yake hiyo. Kwa mwambie mimi hili siliwezi. Subiri watu waulize wataalamu, watatupa fatwa, watatujibu, lakini usinganganie tu. Naam. Kuna utakatwa naam, bila shaka utakatwa kichwa. Na wapo wengine wakatoa Mtume akasema ilimfika janaba na yeye haruhusiwi kutumia maji. Basi akaenda kwa wenziwe akauliza, bana vipi, natakiwa nifanye nini katika swali hili likinitokezea? Akaambia, bwana we koga tu, we haruhusiwi kutumia maji kwa mujibu wa novuma. Akaambia koga tu. Si akatumia vile, akafa. Mtume habari zilizofika anasema kataluhu qatalahumullah, wamemuua Mungu waue. Kwa nini wasiulize alafu akapewa jibu? Kwa nini wasiulize jambo ujiuliza alafu utapewa jibu? Kwa hiyo mtu asirukie tu jambo limefika mahali pake, naam, leta habari. Tusiishi hivyo. Turidhike bwana, hili bwana mimi siliwezi, silijui. Sogea mbele, muulize kadha, nenda ofisi ya mufti, nenda kwa shekhe fulani, fanya hivi. Huu ndio utaratibu. Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo lakini pia kitu kingine kinachoonyesha kwa huyu muuaji kwamba ni dhaifu sana, yani sababu ndogo yeye anaua. Maana hawamia hapa kamefika. Hapa tunaona kajibiwa tu, una toba. Sina toba. Kwa hiyo manake tujidhibiti. Kwa hiyo huyu anaonyesha kwamba jambo dogo tu yeye anatoa nafsi. Jambo dogo anatoa nafsi. Kwa hiyo manake tunatakiwa tujifundishe hizi hadithi tunasomeshwa, tujifundishe, tustahamili. Kama jambo huwezi kulistahimilia, inuka, ondoka hiyo sehemu, ili usije ukafanya maajabu. Inuka kabisa pale, wasema hapa kaniki pale. Ondoka kabisa. Unaweza kuchukua hatua, chukua hatua, lakini ilikuwa sahihi, sio unafanya tu. Kwa hiyo akaambiwa aende kwa padri. Huyo padri akafa kwa kutoa fatwa ambazo sizo. Naam. Thumma saala, kwa bahati huyu anataka arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini anaitafuta hiyo njia, hakukata tamaa. Baada kushakuwa wamia yule, thumma saala, kisha akauliza tena, manake an a'lami ahli al-ardhi, ambaye mjuzi wa watu wa ardhi. Fadulla ala rajulin alimin, akajulishwa juu ya mtu mwanachuoni. Sasa hivi kajulishwa kwa mwanachuoni, pale alijulishwa kwa mfanya ibada. Sasa hivi kaambwa nenda kwa mwanachuoni. Na ndio maana ambao usingizi wa mwanachuoni ni bora kuliko ibada ya sunna ya mtu ambaye ni jahil. Usingizi tu. Na ndio maana wale mashetani wanakuwa wanaenda kuwakera wale wanachuoni. Wengine wanafika, maana mtu unaweza ukajikuta mtu mashallahu usiku mzima na uhuisha kwa kusoma Qur'ani. Soma Qur'ani. Basi vituko vinamfika. Watu wanakuja madirishani. Ndio unajifanya tena wewe ndio msomi, lakini tutakuonyesha wewe. Jifanya msomi wewe, lakini subiri, ndio anataka kumrejesha nyuma huyo. Kwa hiyo wewe wala usitetereke. Mimi ninamjua mtu alikuwa anaishi katika nyumba yenye mauzaoza, anasema ina vituko. Nakaa mwenyewe usiku anajisomea, lakini anasikia ndani ya nyumba, anasikia mlango unafunguliwa wa nje, unafungwa. Yeye anaendelea na kisomo chake. Anaingia zake jikoni, anasikia mavyombo kama anatafuta chakula siju nini, yeye anaendelea tu na kisomo chake. Anaenda zake chooni, anasikia maji,
Yeye anaendelea tu mwenyewe kujisomea mpaka akiingia chooni kesi imeisha. Kimya mnakuwa. Sasa mtu huyu alikuwa anaishi na mwenziwe. Sasa siku hiyo ikawa zamu ya yule mwenziwe kukesha na TV. Kesha na TV. Basi akasikia mlango unafunguliwa 8 za usiku. Mlango unafunguliwa 8 za usiku. Mambo vipi? Baada muda mchache anasikia vituko jikoni. Mchache anasikia, akamwamsha mwenziwe. Oho, kuna mtu humu, kuna mtu. Yule alolala anajua kumbe nini kinaendelea. Mna kitu. Yumo. Wanasema asubuhi mapema yule alienda kwa shekhe, si haba alienda kwa shekhe. Akamuuliza, bwana, nyumba ninoishi iko hivi na hivi, nifanye nini? Akamuuliza, nipe mazingira ya nyumba hiyo. Hamna mapicha humo? Ambao yamo ya wachezaji tele. Mchezaji huyu, hampigi mziki humo unapigwa. Sasa yule kwenda kurudi anakuja kusikia kwamba kaseti ya Hudhaif inaekwa, Bismillahirrahmanirrahim. Mwenzake anashaka, huyu mwenzangu vipi leo? Ambia, natoka kwa shekhe, naambiwa humu usipigwe tena mziki, haya atakuwepo. Ala. Kwa hiyo vitu hivi vinaweza vikakukuta. Unafanya ibada, kuna wanakufanyia, utasikia juu uko mapaka, makwaruzo, wewe endelea tu. Wanataka kuchezea tu hao. Endelea na ibada zako. Naam. Kwa hiyo akajiulisha sasa hivi, akataka mjue mwanachuoni, alim. Faqala, akasema, innahu qatala, akamwambia mwanachuoni, innahu qatala 100 nafs, hakika yeye ameua watu 100. Fahallahu min tauba, je, atapata msamaha anao toba? Anamuuliza mwanachuoni. Faqal, mwanachuoni yule akamjibu, naam, ndio. Wa man yaulu bainahu wa baina tauba, na nani anaweza kuingilia kati baina yake yeye huyu mtu na baina toba? Nani? Hakuna. Utakubaliwa tu. Wewe rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema hivi, wala taqnatu min rahmatillah, wala watu wasikate tamaa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote anasamehe. Basi usikate tamaa. Kwa hiyo ndio maana akamwambia, nani anaweza kuingilia kati baina yako wewe na toba? Hakuna. Wewe rudi kwa Mola wako, atakukubalia. Intaliq, lakini akampa maelekezo. Ndio maana mwanachuoni kwanza akamwambia toba wewe unayo, lakini anamjulisha, anampa na maelekezo, direction. Intaliq, hebu nenda ila ardhi kadha wa kadha, nenda katika ardhi fulani. Pengine anaambiwa nenda Zanzibar, hebu nenda zako Zanzibar. Maana huyu alikuwa anatoka huko makorokoroni huko, anaua tu huko. Kaambiwa nenda zako Zanzibar. Intaliq, mfano tu huo jamani, ila ardhi kadha wa kadha, nenda katika ardhi kadha. Fa inna biha unasan, kwa sababu huko katika ardhi hiyo kuna watu yaabuduna Allah Ta'ala, wanamwabudu Mwenyezi Mungu mtukufu. Fa'budillaha ma'ahum, basi na wewe muabudu Mwenyezi Mungu pamoja nao. Na hapa vile tunafundishwa, manake kama ushaamua kutoka katika maasi, ushaamua, basi jitenge na wale watu ambao wa maasi, usikae nao tena. Ule mtaa ikiwezekana hama, katafute sehemu nyingine uishi, ukae, ubadilishe mazingira. Hapo ndipo utapoweza kujitengeneza, kwa sababu watu chungu mzima wametaka kujirekebisha, lakini wanajikuta wanarejea pale pale tena. Anaacha, anarejea pale. Kama hii Ramadhani inakuja, mtu anasema sasa hivi mimi najirekebisha, Ramadhani hapo ishakuja na mimi 5 salawati, anajitahidi, tarawehe, witri, swala za jamaa zimpiti, Qur'ani na nini. Wenyewe wasema ukishakudata tu viti virefu, nasallallahu as-salamu wal afia, ukishakudata tu. Sasa imekuwaje ile? Anapigiwa simu, bwana ndio hivyo bwana, mambo mazuri tena, wewe utoe shilingi vyote juu yangu. Bwana wewe hawa saa, manake wananitakia nini hao? Manake funga mawasiliano nao, wanawabloki, usikae nao tena, wataendelea kukuharibia tu hao.
Kwa hiyo huyu anamuelekeza, unataka kujirekebisha, basi fata utaratibu. Nenda kumwabudu Mwenyezi Mungu pamoja nao katika mji mwingine. Wala tarji, na wala usirejee ila ardhika, kwenye ardhi yako hii. Fa innaha ardhu su, kwani hii ni ardhi mbaya, watu wake ni wabaya, wanakutafuta kusudi wakuharibie, mbaya hii ardhi. Fantalaka, basi akafanya hivyo, yule akaondoka. Hata idha nasafa tariqu au tariqa, mpaka alipofika nusu ya njia. Nasafa tariq, nusu ya njia. Atahu almaut, yakamfika mauti. Kabla kufika kwenye ule mji alioambiwa, ukamfika umauti. Fakhtasamat, atahu almaut fakhtasamat fihi malaikatu rahma wa malaikatu aladhab. Wakazozana, walipokuja pale wakazozana malaika wa rehma na malaika wa adhabu. Kwa sababu mtu akiwa mwema anakuja kutolewa roho na malaika wema. Mtu akiwa muovu anakuja kutolewa roho na malaika waovu, kwa ajili yake huyu, kwa namna yake, kwa utaratibu wake. Mwenyezi Mungu anasema hivi katika Qur'ani, wanaziati gharqa wanashitati nashta. Mwenyezi Mungu anaapa na malaika wanaozitoa roho za watu wabaya kwa nguvu, na vile vile Mwenyezi Mungu anaapa kwa malaika wanaotoa roho za watu wema kwa upole. Naziati naz'u, kuitoa, na nashitati. Naziati wanatoa roho kwa nguvu kwa watu waovu, na shitati wanatoa roho za watu wema kwa upole. Kwa hiyo huyu anasema huyu wetu, maana hakuwahi kufanya amali yoyote ya kheri, na huyu hapa anasema huyu wetu, bwana huyu ameielekea toba na akajikubalisha, anaenda kubadilisha maisha yake. Maana imekuwa kama vile utasema mimi natoka kwenye madawa ya kulevya. Bwana nimewa dawa, basi tena. Basi ndio hiyo siku unasema basi hiyo. Ndio uko na wenzio pengine. Ndio basi. Ndio askari wanakuja kukukamata hiyo. Kuja kukamatwa mbaba. Ndio mtihani huo. Na mwenyewe ushasema basi, usheka mambo vizuri kwa familia yako, basi kwa sasa hivi mimi naenda kuishi kule, mambo haya basi tena. Unakuja kukamata unakuja kuambiwa nyundo 30. Ngoma nguvu amefaus. Unabakia kumbe ndo mitihani yake Mola hiyo. Anazidi kukujaribu kweli wewe. Umesema basi kweli? Falyu'adhdhin mu'adhdhin. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Kwa hiyo fakhtasamat fihi malaikatu rahma wa malaikatu adhab, wakazozana malaika wa rehma na malaika wa adhabu. Faqalat malaikatu rahma, wakasema malaika wa rehma, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Huyu amekuja hali ya kuwa ni mwenye kutubu, mwenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, ametubu ila Allah ta'ala. Waqalat malaikatu al-adhab, wakasema malaika wa adhabu, innahu lam ya'mal khairan qat, kwa hakika huyu hakufanya khairi yoyote, alafu mumchukue nyie. Faatahum malakum fi surati adami, akaja malaika katika sura kibinadamu ambaye ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ajaluhu bainahum hakama, wakamfanya baina yao kuwa ndio hakimu wa kuhukumia. Je, pafanyike nini pale? Achukuliwe na malaika wa rehma au achukuliwe na malaika wa adhabu? Faqal, akasema, qisu, pimeni, baina ardhaini, baina ardhi mbili, baina ardhi mbili hizi zipimeni. Fa ila ayatihima kana adna fa huwa lah, basi ipi katika zile mbili amekurubia, basi utakuwa huyo ndo wako. Ikiwa manake hukuwa nokotoka ndo yuko mwanzoni, basi huyo ni wako wewe malaika wa adhabu. Lakini ikiwa
anokokwenda anakaribia kufika, basi huyo atakuwa ni wako wewe malaika wa rehma. Kwa hiyo pimeni. Naam. Fakana, basi ikawa adna fahuwa lahu, itakuwa yule alokuwa karibia, alimkaribia ardhi iliyokaribia itakuwa ni wake. Faqasu, basi hapo wakapima. Fawajaduhu adna ila ardhi, basi wakakuta amekaribia kwenye ardhi allati, ambayo arada qabdatuhu malaikatu rahma, wametaka kumchukua malaika wa rehma, wakakuta kule amesogea zaidi kuliko huku. Muttafaqun alayhi, hadithi hiyo imepokelewa na Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihi, na katika mapokezi mengine katika sahihi, fakana ila alqurb salih, ikawa huyu mja huyu ambaye aliyekufa anaenda kutubia, amekurubia ila qurbi salih, ila qaryati salih, katika kijiji cha watu wema, ndo alokaribia, kwa sababu ndiko alikokwenda. Akrabu bishibri, alikuwa amekaribia kwa shubiri. Shubiri, nadhani hii anaita shubiri, wengine wanasema hapa paka hapa, wengine wananyosha kidole hichi, si wengine wanaita nyanda. Kwa hiyo kutoka, yani bado nafasi ndogo afike kule katika mji wa watu wema, wakasema basi huyu ni wa malaika wa rehma, wakaambiwa mchukue wao. Katika mapokezi mengine hayo, fajuila min ahliha, akafanywa miongoni mwa watu wake, yani min ahliha manake katika malaika wa rehma wakamchukua. Wa fi riwayati, katika mapokezi mengine, fauha Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amepeleka wahyi ila hadhihi, kwenye hii ardhi hii amepeleka wahyi, tabaadi, iwe mbali. Mwenyezi Mungu amepelekea wahyi ile ardhi kwamba huku kuwe mbali, huku kuwe karibu. Yani kule alokotoka kule mpaka hapa anapofikia huku kuwe mbali, lakini kule anakokaribia kule kuwe karibu, yani karibu na kufika. Hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kufanya lolote hilo. Wa ila hadhihi an takarraba, na kwenda hii kukurubia. Faqala qisu ma bainahuma, akasema pimeni pale palipokuwepo baina yake. Fawajadu, wakakuta ila hadhihi, kwenda kuelekea huku, aqrabu bishibri, kuko karibu zaidi na shibri. Faghufira lah, basi mtu yule akasamehewa. Wa fi riwayati, na katika mapokezi mengine, fanaa bisadrihi nahwaha, akamili manake akazidi. Kilichozidi ni kifua tu, kifua, yani kimezidi kifua tu, huku upande wote huu huko lakini imezidi kifua. Kwa hiyo palipohukumiwa huyu kazidi kifua tu, basi huyu ni wa malaika wa rehma. Kwa hiyo yote hapa tunafundishwa katika hadithi hii mambo mengi kabisa tunayapata katika hadithi hii, lakini muda si rafiki sana na sisi, tutosheke na hapo. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, نخضى بالخير ونخفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر قبل أن أكرم الستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيب الغراء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، فحسبنا الله ونعم الوكيل.